Na kusomea hadithi mojawapo kutoka kwa Imam Bukhari, hadithi namba 2662. Hadithi hii inasema hivi: Aisha mama wa waumini alisema kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu aliitwa kuongoza sala ya maziko ya maiti ya mtoto wa Ansari. Nikasema, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kuna furaha kwa mtoto huyu ambaye ni ndege baina ya ndege wa peponi, kwani hakufanya dhambi wala hakufikia umri wa kufanya dhambi. Akasema, huyu ni mtume sasa. Akasema, Aisha, inaweza kuwa vinginevyo kwa sababu Allah aliumba kwa ajili ya pepo wale wanaofaa kwa ajili yake wakiwa bado katika viuno vya baba zao, na aliumba kwa ajili ya Jehannam wale wanaopaswa kwenda motoni. Aliwaumba kwa ajili ya Jehannam wakiwa bado katika viuno vya baba zao. Haya ndio mafundisho ya Kiislamu, ndugu zangu, kwamba Mungu huyu Allah amekuumba toka mwanzo, akishaamua kwamba wewe utakwenda motoni au utakwenda peponi, bila ya kujali matendo yako, bila ya kujali jitihada zako za namna yote ile. Hakuna wokovu katika Uislamu, ndugu zangu. Sasa nakuomba nikusomee kutoka katika andiko la Biblia, na kusomea kutoka Injili ya Yohana sura ya 3 mstari ule wa 16 mpaka wa 18. Yohana anaandika hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Naam, tunaona tofauti kubwa baina ya huyu Allah anayehubiriwa na kuaminiwa na Waislamu na Yahwe ambaye anahubiriwa na anajidhihirisha katika Biblia takatifu na kukupitia mwanae mpenzi Yesu Kristo. Ni kuase tu ndugu yangu Muislamu kwamba uokovu haupo kwa Allah. Kwa Allah hakuna wokovu kwa namna yote. Kule hatima yako imeshaamuliwa, kwa sababu Allah si Mungu wa kweli. Nikushauri tu fuatilia chaneli hii, utajifunza mengi. Nimeweka katika chaneli hii video series kadhaa zikithibitisha kwamba Allah si Mungu. Hakuna tumaini kwa Allah. Allah si Mungu mwenye upendo, wala Mungu ambaye anatimiza maagano yake au ahadi zake. Kwa maana hiyo ni kushauri tu, tafakari, fuatilia channel hii, ujifunze ili upate nafasi ya kumkiri Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu maandiko yanasema wazi, hatima yetu ya kwenda kutokwenda mbinguni yako katika aidha kumkiri Bwana wetu Yesu Kristo ama kumkataa.